Mpaka hivi sasa YouTube ndio mtandao pekee unaweza kukupa fedha kupitia maudhui yako unaweka mtandaoni bila kona. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi hawafahamu namna gani YouTube inafanya kazi. Sasa kupitia uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 8 kutengeneza maudhui pamoja na kusaidia watu wengine, nimekuandalia kitabu ambacho kina mbinu zangu za siri, mbinu ambazo nimezijaribu katika mazingira halisi mara kwa mara na zimefanya kazi kwa watu wengi. Na kitabu hiki utakipata kwa shilingi 5,000 badala ya shilingi 10,000. Na sitakuacha hivi, nitakupa mentorship ya miezi 2 yenye thamani ya shilingi 100,000 bure kabisa endapo utanunua kitabu hiki ndani ya wiki hii. Ili kupata bidhaa hizi mbili zenye thamani ya shilingi 110,000 kwa shilingi 5,000 tu, nitumie ujumbe kupitia WhatsApp kwa kuandika neno kitabu kupitia simu namba 0765535982. Kumbuka ofa hii ni kwa wiki hii moja tu. Kuna jamaa anaitwa Yoshi Shiratori, ni mtu aliyepata umaarufu sana huko nchini Japan, na si kutokana na muziki, siasa au kazi yake fulani, bali ni kutokana na kutoroka gerezani tena mara 4, na sio tu magereza ya kawaida, bali ni magereza yenye ulinzi mkali zaidi katika nchi hiyo, tena kwa njia za kutatanisha. Matukio haya yanafanya baadhi ya watu kuamini kuwa jamaa kuwa na akili ya kawaida. Hivyo ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwenye makala hii iliyoandikwa na Dennis Jensen ili tuangalie maisha ya Yoshi, na mwisho wa siku utaniambia kwenye comment, je, huyu anastahili kuwa mtu wa kawaida au alikuwa na akili za ziada? Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Yoshi alizaliwa mnamo tarehe 31 mwezi Julai mwaka 1907 huko katika jimbo la Aomori lililoko nchini Japan. Inaelezwa kuwa baba yake alifariki wakati Yoshi akiwa na umri wa miaka 2 tu, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yake kuharibika. Inadaiwa kuwa baba yao ndio alikuwa kila kitu katika familia yao, kwani mama yao alikuwa ni mtu wa kukaa nyumbani tu akilea watoto. Hivyo kifo cha mumewe kilimchanganya sana na familia ikaanza kuyumba. Mwishowe mama yake Yoshi akaamua na yeye kuitelekeza familia. Hebu fikiria, baba amefariki na mama anawatelekeza. Ni jambo la kipekee ambalo ni watu wachache wanaweza kulihimili. Hili lilikuwa pigo kubwa sana kwa kijana huyu aliyekuwa na umri mdogo. Hivyo rasmi akaanza kuwa mtoto wa mtaani. Baada ya kukaa mtaani kwa muda, akaamua kuanza kutafuta kazi yake ya kufanya kwa sababu alichoshwa na maisha ya kuombaomba. Baada ya kutafuta kazi kwa muda, akafanikiwa kupata kazi ya kuuza chakula aina ya tofu. Aliifanya kazi hiyo kwa muda, kisha akaiachia kwa sababu alikuwa analipwa mshahara mdogo sana. Hivyo akaamua kuanza kufanya kazi ya uvuvi. Kazi hiyo nayo alikuja kuiacha. Inaelezwa kuwa alifanya kazi nyingine nyingi, lakini hakupata kile alichokuwa anakitaka, kwa sababu yeye alikuwa na ndoto kubwa sana za kupata mafanikio, lakini hakuweza kuyapata. Hivyo akaamua kuachana kabisa na kazi hizo na kugeukia uchezaji wa kamari pamoja na wizi ili aweze kupata mafanikio ya haraka. Lakini hakujua kuwa huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yake kuharibika kabisa. Inaelezwa kuwa mnamo mwaka 1935 ndio mwanzo wa matatizo yake kuanza, kwani alikamatwa na polisi kwa kosa la mauaji. Inadaiwa kuwa wakati akifanya matukio yake ya wizi, siku moja alikutana na mtu aliyekuwa akimwibia. Sasa wakati anataka kufanya hivyo, mtu huyo akaanza kujitetea ili asiibiwe, na ndipo kijana huyu akamuua mtu huyo kwa bahati mbaya. Hivyo kutokana na jambo hilo, akafungwa katika gereza linaloitwa Aomori. Baada ya kukaa gerezani kwa miezi kadhaa, jamaa akatoroka. Inadaiwa kwa siku hiyo wakati akiwa katika selo yake, alifanikiwa kumwona askari aliyekuwa zamu akidondosha funguo bila ya kujua. Baada ya Yoshi kuiona funguo hiyo, akaona hiyo ni fursa ya yeye kutoroka gerezani. Hivyo akachukua waya uliokuwa umefungwa katika ndoo ya kuogea, kisha akaivuta funguo hiyo na kufungua selo yake haraka. Baada ya kufungua, akaifunga tena na kurudisha ufunguo pale pale chini. Halafu yeye akatoka kwa kupitia kwenye paa ambako kulikuwa na sehemu ya kuingizia mwanga. Inaelezwa kuwa tukio hilo lilifanyika usiku sana. Huko nyuma kitandani kwake, aliweka baadhi ya vitu na kuvifunika kana kwamba mtu amelala. Baada ya siku 3, Yoshi alikuja kukamatwa tena akiwa ametoka kuiba hospitali, na hii ni baada ya kumkamata walimkuta na vifaa mbalimbali vya hospitali. Hivyo akapelekwa mahakamani, na mara hii akahukumiwa kifungo cha maisha jela na akapelekwa katika gereza lenye ulinzi mkali zaidi, tofauti na lile la mwanzo, na mara hii akafungwa katika chumba maalum ambacho kilikuwa na dirisha dogo kwa juu. Akiwa huko, alianza kutafuta njia ya kutoroka tena, na baadaye akaja kugundua kuwa katika dirisha hilo dogo kulikuwa na baadhi ya mbao zilizokuwa zimeoza.
Hivyo yeye aliona kuwa hiyo ni fursa nyingine imejitokeza na inabidi aitumie kama ilivyo kawaida yake. Inaelezwa kuwa kila siku usiku wa manane alikuwa anapanda katika dirisha hilo na kulitikisa, na alifanya hivyo kwa miezi kadhaa, ndipo baadaye akaja kufanikiwa kutoa dirisha hilo. Ilikuwa ni siku ya tarehe 14 mwezi Juni mwaka 1942 majira ya usiku, na inadaiwa kuwa mvua kubwa sana ilikuwa inanyesha. Wakati wengine wamelala, Yoshi alikuwa akijiandaa na safari ya kuondoka, na baada ya muda kupitia dirisha ambalo lilikuwa tayari limeshaondoka, Yoshi akafanikiwa kutoroka kabisa. Lakini kama ilivyo kawaida yake, akaja kukamatwa tena baada ya miezi 3 kupita. Angalau kidogo alifurahia maisha ya uraiani. Baada ya kukamatwa, Yoshi alifungwa tena kwenye gereza, lakini baada ya miezi kadhaa kupita aliweza kufanikiwa kutoroka tena, na alienda kujificha katika mgodi ambao ulikuwa hautumiki tena, na alikaa huko kwa wiki kadhaa. Sasa huwezi kukaa mapangoni bila ya kupata mahitaji. Baada ya muda, Yoshi aliamua kwenda katika kijiji kilichokuwa jirani na mgodi huo kwa lengo la kuiba nyanya, lakini akiwa huko alikamatwa na mwenye shamba. Wakati akijaribu kujitetea, alijikuta anasababisha kifo cha mtu huyo. Baada ya mwaka mmoja, Yoshi akakamatwa tena kwa kosa la kutoroka gerezani na kufanya mauaji, hivyo mahakama ikamhukumu kunyongwa hadi kufa. Hivyo akapelekwa katika gereza lenye ulinzi mkali zaidi na akakaa huko kusubiri hukumu yake kutekelezwa. Inaelezwa katika gereza hili jipya aliwekwa kwenye selo maalum iliyoundwa na dari kubwa pamoja na dirisha dogo kuliko kichwa chake. Hivyo walinzi wa gereza hili waliamini kuwa hataweza kutoroka tena. Katika gereza hilo akawa hawafuatilii kabisa kilichokuwa kinaendelea ndani ya selo hiyo. Mnamo mwaka 1947, Yoshi alianza kuchimba njia ya kutorokea kwa kutengeneza handaki chini ya kitanda chake, akitumia bakuli la supu ambalo lilikuwa la chuma ambalo liliiba wakati wampewa chakula. Wakati wa mchana alikuwa akificha tundu hilo kwa kitanda chake, na wakati wa usiku alikuwa akiendelea kulichimba. Baada ya kuchimba kwa muda mrefu, akafanikiwa kutengeneza tobo ambalo lilimwezesha kufika katika mfumo ambao ungeweza kumtoa nje. Siku moja maofisa wakati wanakagua wafungwa wakagundua kuwa Yoshi amekwisha toroka. Baada ya kutafutwa kila kona kwa mwaka mzima, hatimaye akakamatwa tena akiwa amejificha porini, ndipo akapelekwa katika mahakama kuu itwayo Sapporo. Baada ya kukagua kesi zake, mahakama iliamua kwamba kifo cha mkulima yule alikisababisha wakati alipokuwa anajaribu kujitetea. Hivyo mahakama hiyo ikamwondolea hukumu ya kifo, badala yake ikamhukumu miaka 20 jela kwa kutoroka kwake gerezani. Inaelezwa kuwa alikaa gerezani kwa miaka 14 katika gereza la Fichu lililopo huko Tokyo hadi ilipofika tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 1961 ambapo alitoka gerezani rasmi kwa msamaha wa rais. Inaelezwa kuwa Yoshi alifanikiwa kuoa na alipata mtoto mmoja wa kike, lakini mkewe alifariki dunia wakati yeye yupo gerezani, na mpaka anatoka jela tayari binti yake alikuwa mkubwa na alikuwa keshaolewa tayari. Yoshi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 71 na alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Tangu wakati huo, umaarufu wake ulikuwa mkubwa sana kama mtu aliyeweza kutoroka zaidi gerezani, tena katika magereza yenye ulinzi mkubwa huko Japan. Nadhani huyo ndio Michael Scofield mwenyewe, achana na yule Prison Break. Asante kwa kutazama video hii. Ulikuwa nami Justin Shedi, na usiache kujiunga na familia hii ya watu wanaojielewa kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake.